Mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ni kipindi cha Kwaresma, tukasema hatuna budi ya kuacha kuja kutimiza yale ambayo yalikuwa matakwa ya wapendwa wetu. Kwa hiyo tumetoa msaada wa vitu hivyo kama mnavyoviona kwa nyuma kwa wapendwa wetu, na tumebahatika kuongea nao mawili matatu, wamepata kutueleza changamoto zao na vitu ambavyo wanavihitaji. Na mimi kama nilivyokwisha kuahidi kule ndani kwamba zile changamoto ambazo wamezieleza nimezipokea, na kuna zingine ambazo kabla sijaondoka Chato kuelekea na shughuli zingine za bunge, yani kamati, nitazitatua kwa moyo mmoja. Na ile changamoto ya gari ambayo ameieleza, sababu amesema kwamba kuna changamoto saa nyingine wafungwa wanaugua au wanaugua changamoto wa usafiri ambao wa kuwapeleka mahospitalini. Kwa wameelezea hitaji lao la kwamba wanahitaji chombo cha usafiri. Kwa familia kutoa msaada katika gereza hili imekuwa ni desturi yetu, hususan katika kipindi cha sikukuu hizi za Christmas. Tumekuwa tukiendelea kuwakumbuka wapendwa wetu, moja kama ya sala, lakini kikubwa zaidi ni kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Na kweli tumeona Mwenyezi Mungu akiendelea kutupigania na amekuwa akitusaidia kupitia sadaka hizi tunazozitoa. Lengo kuu ni kuendelea kuwahimiza watu wengine waendelee kuwasaidia ndugu zetu, wafahamu kwamba na wao ni binadamu kama sisi, na pia wana changamoto za kibinadamu kama sisi. Pamoja kwamba wapo magerezani, lakini pia wana changamoto ambazo zinahitaji kutatuliwa. Wengine hawana ndugu au ndugu zao wako mbali, lakini kupitia sisi ambao tuko karibu tunaweza kufanyika baraka kwa kuwasaidia kile kidogo ambacho wanakihitaji. Kwa kusema hayo, nawashukuru sana na naendelea kukushukuru, na tunaahidi kwamba huu ni mwanzo tu, tutaendelea kusaidia zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uhai na kutuwezesha kuwepo hapa siku ya leo. Lakini kwa kipekee kabisa niwashukuru wote ambao mmeungana nasi katika kuelekea katika kusherehekea kumbukizi ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Wengi mnafahamu siku ya kesho inatimia miaka 5 tangu mpendwa wetu alipopata kututoka. Lakini kwa kipekee kabisa nikushukuru mzee wangu Mashauri kwa kuitikia wito wetu. Tulimtafuta, tukamweleza nia yetu sisi kama familia ya hayati kwa ajili ya kuwakumbuka wapendwa wetu. Katika kumbukizi ya mpendwa wetu tukasema na sisi tuwakumbuke ili kundi la watu ambalo mpendwa wetu alikuwa analipenda na alikuwa analijali sana. Tukawasiliana ambao limelifanya kuja hapa magereza kuweza kukusanyika na wenzetu na kuweza kutoa baadhi ya misaada. Na hii inatukumbusha pia hata mzee wetu aliwahi kupenda kutembelea magereza, na gereza la mwisho aliendaga Butimba kwenda kuzungumza. Kwa katika kumbukizi ya miaka 5 ya Daktari John Pombe Joseph Magufuli, tunaendelea pia kutoa matendo ya huruma na kuyafanya haya kwa maksudi vile Mungu ambavyo amehitaji tufanye. Na hilo linatuambia wakati mwingine nalikuwa na njaa hamkuja, nalikuwa sijavaa mkuja kunivisha, lakini watu wakamuuliza lini tulikutendea aliyo haya? Akasema kadri mlivyowatendea wale wadogo zangu ndivyo mlivyonitendea mimi. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma na kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaendelea kuyatenda yale mema, na vivyo tunaona pia Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuyatenda na kuyafanya makubwa zaidi. Tumeona pia magereza yanatumia nishati safi na mambo mengi kadha wa kadha, madarasa, urekebu, kuhakikisha kwamba watu wanapotoka hapa waende wakiwa wamebadilika, na sisi tuendelee kuwapokea katika jamii tukiamini hawa ni watu kama tulivyo sisi, walikosea, wamejirekebisha, walivyojifunza ujasiriamali, tuwapokee na tuweze kwenda nao vizuri. Na vivyo tuendelee kuambia Watanzania kuendelea kucheza katika sheria, nini sheria inahitaji, ili wakati mwingine tusifike huku ambako wenzetu wamefika. Lakini hawa ni kama sisi, ndio maana tumekuja kwa comfort na kuwa nao. Hongera sana kwa familia Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Katika mitano hii tutaendelea kumkumbuka na kuenzi yale mema aliyofanya, na mengine anaendelea kufanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Jessica Magufuli, mbunge viti maalum, niseme kwa niaba ya mkuu wa jeshi la magereza Kamishna Jenerali Afande Jeremia Katungu, natoa shukrani za dhati kwa msaada huu wa magodoro ambao umeutoa hapa gereza Chato na vitu vingine vyote
sabuni, miswaki na dawa. Huu ni mwendelezo mmoja wa familia ya hayati Magufuli kuwaona watu wenye mahitaji, lakini pia huu ni mwendelezo wa serikali ya awamu tulionayo ya Mama Samia Suluhu Hassan kuendelea kuona makundi yenye mahitaji. Sisi kama Gereza Chato tunasema asante sana, na kimsingi msaada huu unaenda kupunguza au kumaliza changamoto iliyokuwepo ya magodoro kutokana na wimbi la wahalifu wanaotoka kisiwa cha Rubondo. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana, lakini pia Jeshi la Magereza Tanzania linaendelea pia kuendelea kufanya ulekebu kwa kubadilisha wafungwa na mabusu. Kwa hiyo niombe kabisa kutumia nafasi hii kwamba wafungwa hao walio gerezani wametoka kwenye jamii hii ambayo tuliomo. Sisi wanajamii ndo zao la hao watu. Kwa hiyo tuendelee kuwafanyia ulekebu ili watu hao wanapoenda kurudi katika jamii waweze kuwa watu wazuri. Lakini pia Jeshi la Magereza limeendelea kutengeneza miundombinu ya ulekebu ikishirikisha viongozi wa dini ambao kimsingi kazi yao kubwa ni kulea watu katika matendo mema. Lakini bado pia tunashirikiana na wazee maarufu mitaani kwamba mfungwa anapotoka gerezani basi wazee wale wapate nafasi ya kuweza kukaa naye kumrekebisha. Na tayari sisi kama kituo wafungwa hao tunarekebisha, tunapata stadi za kazi, stadi za maisha, ufundi, lakini pia hata elimu ya kusoma KK3. Kwa hiyo yote ni kuona kwamba ulekebu unafanyika kwa mfungwa huyu anapotoka basi asiendelee kuwa mfungwa. Lakini tayari pia tunaendelea pia kuhakikisha kwamba tunapunguzia serikali gharama ya kuendesha magereza hasa kwenye eneo la chakula. Sisi kama Gereza Chato tunaendelea kulima kwa kutumia wafungwa na ardhi yetu kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya mahitaji ya chakula ya wafungwa na mabusu sisi wenyewe tunakizi badala ya kusubiria kupata kwa mzabuni. Kwa hiyo nichukua nafasi hii kukushukuru wewe na wadau wengine wote ambao muungana nao katika kuelekea kumbukizi ya baba yetu hayati Joseph Pombe Magufuli kwamba tunapokea misaada hii na misaada hii itaenda kuwa chachu katika familia ya Gereza Chato. Zaidi tukuombee safari njema na shughuli njema na Mungu awabariki wewe pamoja na familia yako na safari mzima uliokuja nao. Kwanza hili ni tukio kubwa na mimi niwapongeze tu familia ya John Joseph Pombe Magufuli, lakini nimpongeze mwenyewe Jessica kwa tukio hili analofanya. Ni tukio kubwa. Hao waliopo kundani ndugu zetu, na katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani hili jambo limekuwa na uzito zaidi. Market ni kipindi ambacho cha huruma, kipindi ambacho cha kutoa sadaka zetu, na limefanyika leo katika hali hii, na mimi nimependa kuwa sehemu ya hii na nimefurahi kuwa sehemu. Ushaikuwa na utaratibu wa kuona mfungwa before? Tayari nishakuwa na utaratibu. Huu ni utaratibu wangu, lakini nimefurahi imenikuta kipindi hichi cha mwezi mtukufu. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kujumuika pamoja na familia. Nadhani ni wengi walitamani kuwa katika nafasi hii ama katika siku hii kujumuika pamoja na familia, lakini wameshindwa kutokana na changamoto mbalimbali. Pia namshukuru Mungu kwa kuweza kufika na nimeweza kuwakilisha vyema ambao hawajafika.